أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ويا قتيل كربلاء ويا مقطوع الرأس من القفا ويا مسلوب العمامة والردى. طبتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صدق الله العلي العظيم. السادة العلماء، wazee wangu, ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. Tukiendeleza mada tunayoizungumzia ambayo yatuelezea kuhusu al-ibtilau wal masaib, mitihani na masaibu. Katika majlisi yetu ya jana tulikomea katika kutaka kufahamu maana ya ibtila au mtihani ilivyotumika katika Qur'ani, na tukaona kuna matumishi tofauti katika aya tofauti. Mara nyingine ibtila inakuja kwa maana ya neema, mara nyingine inakuja kwa maana ya fitna, mara nyingine inakuja kwa maana ya ikhtibar, majaribio, na mara nyingine inakuja kwa maana ya taklif. Pia tulisimama jana katika kuelezea kunapokuwa na mtihani kunakuwa na aina tatu za mitihani. Kuna mtihani tuliuita ni mtihanun shakhsi kama alivyozungumzia Shahid Mutahhari. Wa pili tukauita ni imtihanun ikhtibari, sio? Wa tatu tukauita ni imtihanun tarbawi. Natumai haya yalieleweka jana. Suala la leo tunataka tuanze katika aina zote zile tatu za mitihani.
ingawa moja haiwezekani kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu inapelekea kuwa na sifa ya aljahl, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni munazzahun anil jahl. Mwenyezi Mungu ametakata na sifa ya ujinga. Kwa hivyo ile aina ya kwanza haiko kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mitihani inayotoka kwa Mwenyezi Mungu inakuwa ima ni aina ya pili au aina ya tatu, yani ima ikhtibari au tarbawi. Lakini aina zote tatu zinashirikiana katika kitu kimoja, kwamba lengo la kimsingi la kupewa mtihani au kutolewa mtihani ni idharul haqiqa, kama wanavyotuambia, au kashful haqiqa, ni kudhihirisha uhalisi wa mambo, ni kudhihirisha hakika ya jambo ikoje. Ima kwa mwenye kutoa mtihani ye mwenyewe hajui ataka kudhihirikiwa, au kwa watu wengine wamuelewe anayepewa mtihani, au kwa mwenyewe anayepewa mtihani ajielewe hakika yake yeye ni nani. Kwa hivyo zote lakini zashirikiana katika idharul haqiqa. Suala, ni aina gani za mitihani wanaopewa watu? Sasa sio ule mtihani wenyewe tumeuelewa ni aina tatu. Sasa nakusudia yale mambo tunayopewa kama mtihani ni mambo aina gani? Sasa kwa lugha nyingine rahisi, tukirudi darasani, shuleni ama madrasa, tunakuta mara nyingine utapewa mtihani wa nahwu katika masomo ya dini ya Kiarabu, mara nyingine utapewa mtihani wa balagha, mara nyingine utapewa mtihani wa fiqhi, mara nyingine utapewa mtihani wa aqaid wa hakadha. Na pia katika sekula mara nyingine utapewa mtihani wa Kiingereza, lugha ya Kiingereza, mara nyingine utapewa mtihani mathalan wa biolojia au masomo mengine ya kisayansi kama chemistry na physics, au masomo ya kibinadamu, history, geography. Kuna pepa tofauti za mitihani kulingana na idadi ya masomo anayetaka kusomeshwa yule anayesoma. Na sisi tumeletwa hapa duniani na Mwenyezi Mungu ni kama tujifananishe tuko darasani, tuko klasini. Sisi unasubiriwa, ukizaliwa utakuwa nasari mwanzo, na nasari hakuna mitihani mpaka ufike miaka 15. Ukibalighi sasa ndio unaingizwa katika taklifu, sio? Sasa je, watu wote wapewa mtihani aina moja ama kila mtu apewa mtihani aina yake? Na ikiwa kila mtu apewa mtihani aina yake, ni zipi hizo aina tofauti za mitihani tuzijue? Na haya tutaka tupitie Qur'ani yatuambiaje. Kwa ufupi nitawagusia baadhi ya mambo, sidai kuwa ndiyo yote, kwa sababu kufanya istiqra, utafiti wa Qur'ani yote mpaka nijue mitihani yote ni kazi kubwa sana, lakini tutatoa namadhi, samples peke yake ambazo zitatusaidia. Aina ya kwanza, kuna watu wapewa mtihani, wanazuoni watuambia al-ibtilau bil-ataya al-ilahiyya, wapatiwa neema za Mwenyezi Mungu, ndio mtihani wao. Sisi tunaona ni neema, sisi tunaona ni raha, lakini ni katika somo gumu sana katika dunia na mtihani mgumu kupewa hizi neema. Nataka kutoa kisa cha juzi kwanza, hata nimtolea mmoja katika marafiki zangu hapa Dar es Salaam. Juzi nilipokuwa katika usafiri, tuko mimi na dereva kwenye gari. Sasa tulipokuwa tuingia Dar es Salaam,
sijui kuelekeza mimi ile mitaa, lakini kitu cha kwanza kwa jitokeza ile majumba marefu. Sasa twazungumza mzaha mimi na yeye, mara akanambia mimi, ustadhi, pate jumba moja kama lile mimi basi katika maisha yangu. Twazungumza mzaha tu. Mimi nikamwambia wataka, akashtuka yeye, maana aliona nilimuuliza kama ambao tayari niko naweza kumpatia. Mimi nikamwambia wataka moja ikutosha? Akaniambia mtaka lile moja tu ile kama ghorofa 14 15. Akamwambia wataka nikufanyie mpango? Kidogo sura zake zikabadilika, maana akaona kama sasa vipi ustadhi, mbona anaanza kuni. Akaniambia vipi? Nikamwambia yawezekana, lakini kuna sharti gani? Nikamwambia upewe ile nyumba moja, lakini utague kitu kimoja katika matatu kuongeza na ile nyumba. Ile nyumba haitakuja peke yake, mpaka ukubali na moja katika mambo matatu. Akaniambia mambo gani? Nikamwambia maradhi ya presha na maradhi ya sukari ama alsa mfano. Akanitizama akanambia wacha nibaki kupeleka gari tu. Basi kwa mazungumzo tukaendelea, nikaanza kumuelezea, siwezi kutaja watu hapa, nikaanza kumuelezea Kenya baadhi ya matajiri na hali zao za kiafya zilivyo na matatizo walio nayo. Pengine wewe, nikamwambia wewe sasa hivi utasimamisha gari pale kibandani, kuna ugali, sijui maharagwe, sijui nini, wewe utatia tu ndani, hakuna tatizo. Lakini unaweza kumkuta mtu ni milionia, haruhusiwi kula isipokuwa kiukamba peke yake au kuku na nini, yeye uwatizama tu. Sasa hizi neema pia ndani yake zina nini? Zina mitihani, msizione tunde. Pia nikamwambia rafiki yangu, nikamwambia mfano wa mtu anaoona utajiri akautamani ni mfano wa mtu hajaoa, anaomuona jamaa mfuatana na mkewe usiku, wametoka au tuenda kula, na pengine mwanamke amejitengeneza na malipstick na nini, yeye akasuka kitu akanena wallahi kama wale walomuona Karun, sio? Akanena wallahi natamani na mimi. Nikamwambia wewe pengine wale wawaona wakifika nyumbani wana miezi 6 hawalali kitanda kimoja, ile ni decoration tu. Waswahili wanakwambia adhabu ya kaburi ya ijuao ni nani? Ni maiti. Kwa hivyo wewe usishtuke na zile decoration za nje, ingia ndani kwenye experience ujue huko ndani kuna mambo gani. Sasa moja katika mitihani maulamai watuambia al-ibtilau bil-ataya al-ilahiyya wan-ni'am. Mwenyezi Mungu akakufungulia milango ya kheri, akakupa, ile ni mtihani, ile ni pepa umepatiwa. Dalili, soma suratul Maida aya 48. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia liyabluwakum fima atakum, liyabluwakum fima atakum, ili awapatie mtihani nyinyi katika yale aliyowapatia. Atakum huna yani minal ataya, aliyowapatia. Na kuna watu walifeli, kuna na watu walifaulu katika mtihani huu. Kuna watu wamepewa neema katika hii dunia na wamezitumia neema zile, pesa zile, zipaji zile, wamejenga akhira yao, wameijenga waqian yani. Kuna na watu ndio imekuwa mlango wao wa kuwapeleka motoni, kama kina Karun. Karun ikiwa wewe utamzungumza tajiri duniani, hakuna kama Karun. Lakini alifika wakati neema zile alizompa Mwenyezi Mungu zikamfikisha yeye kutakabar, kibri, mpaka akasema kwamba haya mali yote nilionayo mimi ni akili yangu bana, ni akili yangu, hakuna kitu chochote kingine kilichoweza kunifikisha mimi hapa.
Katika suratul Anfal aya ya 28, pia namalizia nukta hii niende ya pili. Mwenyezi Mungu atuambia wa'lamu annama amwalukum wa auladukum nini? Fitna. Nimewaambia mtihani inakuja kwa maana ya nini? Ya fitna pia. Kwa hivyo mjue kwamba haya mali mnayowapatiwa vijana na kila aina, hii ni fitna kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ni mtihani kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo ni aina ya kwanza. Kuna watu wanapata pepa hiyo na wengine wakafaulu na wengine wakafeli. Aina ya pili, al-ibtilau bil masaib. Kuna watu Mwenyezi Mungu anawapa mtihani wa msiba. Msiba aina yote, ima akawafanya maskini mpaka chakula wanatafuta kwa shida, ni msiba. Kinyume cha ni'am sasa, binaqsin minal amwal. Sasa hapa kule ni ziyadatul amwal, hapa nini? Naqsil amwal wal anfus. Mtu akafiwa ni uzito, mtu akaondokewa pengine na mzazi wake, mtu akaondokewa na mkewe, mtu akaondokewa na mumewe, mwanamke mtu akaondokewa na mtoto wake anayempenda. Ni katika matatizo, katika masaib. Hii ni aina. Mtu ana kazi zake, baina lailatin wa dhuhaha, akamka asubuhi kumeharibika kila kitu, amerudi zero. Ni mtihani. Kuna watu yawapata mambo haya, akatoka ghorofa ya 10 akateremka mpaka chini, akarudi zero. Zote hizi ndio Mwenyezi Mungu asema wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wathamarat. Mazao, biashara zote zingia kwenye thamarat. Makazi yakaharibika kama vile leo tunavyoishi. Katika athari moja za janga hili la COVID-19 ni hasara nyingi zimepatikana. Uchumi umeanguka, watu wamefutwa makazi, kampuni zimefilisika. Zote hizi zinaingia katika wanaqsi minal amwali. Ni katika mitihani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia. Aina ya tatu Mwenyezi Mungu atuambia katika aina ya mitihani aliyotuletea ni al-ibtilau bitafawuti fil khalq. Hivi alivyotuumba tofauti sisi leo katika maumbile yetu, rangi tofauti, kabila tofauti, mataifa tofauti, miili yetu tofauti. Yule ana nguvu, yule hana nguvu, yule mrefu, yule mfupi, yule mnene, yule mwembamba. Zote ziingize hizi zote ni ibtila. Ibtila kivipi? Tuonekane tutabaguana ama tutaheshimiana. Ni mtihani, na wengi twafeli katika mtihani huu kwa sababu tabia kama za kibri, tabia kama za sukhria, madharau. La yaskhar qaumun min qaum, zile nilozizungumza jana kwenye suratul Hujurati, zote zile zinazalishwa katika kukosa kufahamu hadha tanawwu fil khalq. Hivi Mwenyezi Mungu alivyotuumba aina mbalimbali tukakosa kufahamu. La inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu. Mwanamume leo akamdharau mwanamke, ukamnyanyasa mwanamke. Haya ni matatizo yote yarudi hapa. Ni waume wangapi wanaonyanyasa wake zao ndani ya majumba kwa sababu ya udhaifu wao? Ule udhaifu Mwenyezi Mungu aliomuumba nao mwanamke si udhaifu, ulikuwa una lengo lake, una wadhifa katika hii dunia wataka utekeleze. So Mwenyezi Mungu amempa mwanamke hisia nyingi, atifa kubwa. Mwanamke uko na hisia laini zaidi, kwa sababu ni kiungo kinachotakikana katika kulelea. Ndio kinachomfanya yeye usiku aweze kukesha asipate usingizi, kwa sababu mtoto wake ni nani? Ni mgonjwa.
ndicho kinachomfanya yeye aweza kutoa chakula ashakipeleka mdomoni, pengine ndio iliyobaki nyama ama nini, kuku, kwa sababu mtoto wake asema ataka, akakiregesha akampa. Hii ndio ile hananul tunayoita, ambayo Imam Zainul Abidin salawatullahi wasalamuhu alayhi katika Risalatul Huquq alipofika kumweleza haki ya mama alisemaje Imam Zainul Abidin? Na nawaomba murudi tujikumbushe mama zetu, jamanini, ni watu muhimu katika maisha zetu. Wale ambao mama zao bado wako hai wajikumbushe wajibu huu, na wale ambao wameondoka duniani pia tunaweza kuendelea kuwaombea Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Na Mwenyezi Mungu amekwambia wasaina linsana biwalidayhi, sio kisha akaja kwenye mama peke yake, sio akamweleza mama kwamba amekubeba we, hamalatuhu. Sasa Imam Zainul Abidin asema, ama haki ya mamako ni ujue kwamba yeye alikikulisha wewe akiketi yeye na njaa, akikupa maji wewe akiketi na yeye, akiketi na kiu yeye, akakubeba mahali ambaye hakuna mtu yuko tayari kumbeba mwenzake mahali pale, ndani ya tumbo lake miezi 9 mzigo. Sheikh, hebu tujaribu sasa hivi kuwa mzigo tu wa kilo 50 uweke kwenye bega lako. Mimi sikwambii utie ndani ya tumbo lako, haiwezekani. Uweke juu ya kichwa chako ama bega lako kwa miezi 9, usiondoke. Uweke tu mzigo hapa kama ni gunia ama nini kwa miezi mingapi? Usiku, mchana, asubuhi, ukienda kulala, ukienda kuoga, ukienda kazini, ukikaa, ukiangalia TV, mzigo uko juu yako kwa miezi 9. Itakuwaje jamani? Imam Zainul Abidin akwambia alikubeba mahali ambao hakuna mtu anayembeba mtu mahali hapo kwa miezi mingapi? 9. Ukila damu yake ndio chakula chako na kila kitu chake, kisha akakutoa Mwenyezi Mungu katika matumbo yale. Mama yule hakuona chakula cha kukupa kwanza isipokuwa ni kinachotoka ndani ya mwili wake, akakunyonyesha kwa miaka 2. Ikiwa godoro lako ni miguu yake na kifua chake, akiwa tayari yeye kukitokea tatizo lolote alikingiwize yeye ili wewe lisikudhuru. Kisha akasema wajibu wako na haki yake ni umshukuru, na hamtoweza hilo. Haiwezekani, hatuwezi kulipa haki ya mama. Kwa hivyo ndugu zangu, kupata mitihani kama hii ya tofauti za kimaumbile, tusiwanyanyase wanawake kwa sababu wako madhaifu. Tusibaguane sisi kwa sisi kwa sababu ya tofauti ya rangi zetu, au tofauti ya kabila zetu, au tofauti ya mamlaka tu, uko kwenye mamlaka fulani wewe na cheo, au tofauti za kipesa, kwamba wewe ulikuwa una pesa fulani hana pesa. Hizi zote ni imtihani. Mmoja ameandika kitabu katika wazungu kuhusu watu 100 ulimwenguni bora katika history yote, sio leo, history yote. Mmoja alomweka katika hawa watu 100 ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na dalili kubwa aliyoitumia moja, hii ndio ninayoitaka mimi muisikilize vizuri sana, ambayo yeye ameiona ndio inamtofautisha mtume sallallahu alaihi wasallam na wengine wote, ni kwamba alipokuwa yatima, alipokuwa maskini, alipokuwa Maka yuwanyanyaswa, alipokuwa hana wafuasi, alipokuwa hana serikali, alipokuwa hana kitu, na baadaye akawa na wafuasi,
akamiliki dola, akamiliki mali, hakubadilika tabia yake miaka yake yote 63. Asema mtumi yule yule Madina alikuwa ni yule yule Maka, yule yule, hakuwa na tofauti nyingine yote. Huku alikuwa akipigwa yeye, hana mfuasi, watu 10, watu 20, watu 70. Kule ana jeshi la subiri oda yake, tuna amri yake. Lakini ndani ya Madina, kama raisi, kama mtawala, kama mtumi, aliweza kuja mtu wa kawaida akamshika mashati na akimwambia nilipa deni yangu. Masahaba wakainuka wataka kumpiga ule mtu, akamwambia la, hayawahusu nyinyi. Sitaki kueleza tabia hii mbaya ya huyu aliyolifanya, lakini nataka kuonesha yeye alivyokuwa ni yule yule. Amemaliza jihadi, ametukua ghanima, yuwagawanya yale mali yanayopatikana katika vita. Ainuka mmoja amuita, ya Muhammad, inna hadhihi la qismatun ma urida biha wajhullah. Hivi unavogawanya wewe, hugawanyi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ujasiri kiasi gani yani? Amkhutubu mtume, amwambia wewe wagawanye kiubaguzi. Kwa sababu kuna watu wengine wanawapatia nyingi, wengine wamewapatia kidogo. Mtume amjibu, amwambia idha lam a'dil ana faman ya'dil. Ikiwa mimi sikufanya uadilifu, nani katika hii dunia mwingine atatarajiwa kufanya uadilifu? Rudia concept yako ya uadilifu, umeijenga makosa. Na haya niliwahi kuwaelezea. Uadilifu haimaanishi kugawanya sawa. Uadilifu unamaanisha anaistahiki zaidi apewe nyingi. Hiyo ndio uadilifu. Vipi nyinyi mwataka mtu aliyofukuzwa Maka, hana nyumba, hana kitu chochote, wale muhajirini, amekuja kuanza maisha Madina, nimpatie sawa na mtu ambaye tayari uko Madina, ana shamba lake, ana nyumba yake, ana kila kitu chake? Tumeelewana vizuri sana. Na haya yanatokea kwenye maisha yetu, hata ndani ya taasisi za kidini. Mara utasikia viongozi watukanwa, hawana uadilifu, sijui nini, kwa sababu lazima kila kitu kitoke sawa. Apewe asiyohitaji, hata kama hahitaji lazima apewe, sio uadilifu. Subra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ibtila'u bil mulk, aina nyingine ya 4. Kuna watu wanapatiwa mtihani wa mamlaka, sawa mamlaka ya kiserikali au mamlaka yoyote ya kiidara. Ukawa ni raisi, ukawa ni waziri, ukawa ni meneja, ukawa ni director, majina hayatafautishi. Almuhimu umekuwa bosi, almuhimu umekuwa mkubwa. Ile ni mulki. Mwenyezi Mungu akakupatia nafasi ya kuwa na mamlaka. Ujue kwamba wewe umewekwa katika mtihani, umewekwa katika somo, katika meza, na pepa iko mbele yako waijaza. Na vile vile kuna watu walifaulu, na watu walipokuwa ni wafanyikazi wa chini na baadaye wakafika kwenye mamlaka makubwa na hawakubadilika tabia zao. Kuna watu walipokuwa si wasomi, baadaye wakawa wasomi, wakaheshimika katika jamii. Kila wanapopita kila mtu anawapigia salamu. Mara nyingine ghururi na kutukua. Pia ilmu ni katika aina ya mamlaka. Mara nyingine wewe umeanza kuitwa alim, umeanza kuitwa sheikh, inakuwa lazima kila mtu aanze yeye kukupigia wewe salamu. Na kama hukupigiwa salamu imekuwa ni nini? Tatizo kubwa, ambao sisi twasoma kwenye sera ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ilikuwa Allahumma salli ala Muhammad.
ilikuwa si rahisi ukikutana naye upate wakati wa kumtangulia yeye. Hujainua mdomo yashakupigia yeye salamu. Sio watuambia katika riwaya wakana yabda'u bisalam, na alikuwa habagui mpaka watoto wadogo wa miaka 3-4 akiwapita barabarani anawapigia nini? Salamu alaykum. Hizi ni akhlaq za Kiislamu tunataka tuzione. Mamlaka ni katika mitihani. Ndio Mwenyezi Mungu katika suratul A'raf atuambia qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Huenda Mwenyezi Mungu akamwangamiza adui yenu kisha akawatawalisha nyinyi katika ardhi ili apate kuona mtafanyaje. Hiyo liandhura kwa maana liyamtahinakum liyakhtabirakum, ili apate kuwapatia mtihani. Moja katika mitihani, na nafikiri nitasimama na hii mifano michache, ni albalau fi akhiri zaman. Kuna mitihani hii ni maalumu ya watu waliokuja mwisho wa zama, ambao ni sisi pia tuko katika safu hii. Na ndio tuwaona kila tukiamka asubuhi dunia yazidi kuwa mbaya. Tusishtuke, sio maana tusishtuke, tusiogope yani. Lakini bishara nyingi za zungumza hivi kwamba huko mbele ni kubaya. Sikilizeni hadithi amepokewa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Asema yanzilu bi ummati fi akhiri zamani balaun shadidun, itawateremkia katika umma wangu mwisho wa nini? Mwisho wa zama, akhiru zaman. Nini itateremka? Balaun shadidun, balaya kubwa sana, balaya kali sana. Nani atasababisha balaya hii? Tawala zao ndio zitakao kusababisha hizi balaya. Tawala wa dunia ndio wenye matatizo makubwa leo. Wale ambao wenye amri katika dunia leo wanaosema ni mashiriki ni huku, magharibi ni huku. Asema min sultanihim, kutoka kwa watawala wao, lam yusma' bibala ashadda minhu hatta tadhiqa alayhim al-ard. Hakujasikika mitihani na balaya mikali kama hiyo mpaka ardhi ilivyopana. Tutaona kama sisi tuko kwenye rumu ya futi 3 kwa 3, vile tutakavyokubanwa na balaya. Leo tutayaona mambo sisi. Okay, hakujathibitika. Mfano tunatawapa mfano mmoja, na nyinyi mwajua mambo haya leo, mafuatilia katika mitandao na nini. Leo kuna habari kubwa, ingawa ina mjadala, kwamba hili janga ama hii virus tuko nayo ni imeundwa na binadamu ama ni majaliwa ya Mungu. Na ikiwa iliundwa na binadamu, ni binadamu gani? Ni mimi na wewe? Ni nchi zetu za ulimwengu wa tatu? Ni nani? Ni wale wenye mamlaka ya dunia, ni wale wenye teknolojia hiyo, ni wale wanaopanga wanayoyapanga. Na sisi hatufai kutishana, tunafaa kutahadharishana. Lakini hali ya dunia, matokeo yanayofuatilia, hatujui kuna kitu gani. Hili ni katika mitihani. Ndugu zangu wapendwa, tuje katika suala la pili, tumalize mada yetu ya leo. Lakini kabla sijaingia katika suala la pili, nataka kutanabahisha kitu kimoja muhimu sana, kwa sababu tusizungumze kinadharia sana, tuje katika maisha yetu, kwa sababu lazima hizi majlisi zitubadilishe katika maisha yetu. Ni muhimu sana kila mmoja katika sisi
mimi naizungumza nafsi yangu na nyinyi mnaonisikiliza, kila mtu ajirudie nafsi yake na aweze kupekua maisha yake, ajue yeye mtihani aliyopewa ni mtihani gani. Ni muhimu sana, kwa sababu unapoingia darasani ukapewa ile waraka ya kujibu maswali, kitu cha kwanza cha muhimu ni ujue wewe wajibu subject gani. Kama hujaweza kuelewa ni subject gani unayoifanya, itakusababishia kwenda kuweka majibu yasohusiana na waraka ile uliopewa, na itakukosesha mwelekeo na itasababisha kufeli mwisho katika ule mtihani. Kwa hiyo pana umuhimu kila mtu ajizungukie nafsi yake sawa katika neema alizompa Mwenyezi Mungu. Mathalan, Mwenyezi Mungu mimi amenipa ilmu, mathalan yani, hadha ibtila, hii ndio karatasi yangu, nitatumikia ilmu hii, nitaitoa ilmu hii kwa watu, nitaisambaza, nitaifanyia kazi yake, ama nitaibadili ilmu hii kuifanya ni chombo cha maslahi yangu, ama nitaibadilisha ilmu hii ni sababu ya kuzorotesha jamii yangu, ni sababu ya kuwagawanya jamii yangu. Kwa sababu migawanyiko yote tunayoishi sisi, sawa ya kidini au ya kimadhehebu au ya kimakundi, hata ndani ya dhehebu moja, mchango mkubwa watoka kwa nani? Kwa wasomi. Kwa sababu watu wa kawaida ni wafuasi, na kila shekhe ana wafuasi wake. Kwa hivyo wao wanamsikiliza shekhe, tugombane twagombana, tusigombane. Sasa utakuta wasomi wanao dori kubwa katika kuleta mipasuko ya kijamii kupitia nini? Ni ibtilai. Na vile vile ilmu ya sekula, si lazima ilmu ya dini. Una mchango gani? Na vile vile Mwenyezi Mungu amekupa mali, Mwenyezi Mungu amekupa mamlaka, au Mwenyezi Mungu amekupa jaha. Kuna watu hawana pesa, hawana elimu, lakini Mwenyezi Mungu amewapa heshima ya kuheshimika katika jamii yao, kwa sababu ni watu wana busara na wana hikma. Na ndio utakuta zamani kulikuwa kuna baadhi ya wazee, hata si wanazuoni, hata si wasomi, hata si matajiri, lakini hakuharibiki jambo lolote isipokuwa waitwa wao wafanya nini? Walitengeza. Na wakija wao, kila mtu yuko tayari kuwasikiliza. Sawa iwe ni mambo ya kindoa, mathalan mtu mume na mkewe wamekosana, akiingia mzee yule watu wote hawawezi kumkatalia. Au ni nini? Hii ni pia ni mamlaka Mwenyezi Mungu ametupa. Ione, itumie kwa ndiye anayoitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa hakadha. Lakini twaweza kumiliki nguvu katika mikono yetu, kwa sababu kila mtihani ndio mlango wako wa peponi. Kwa nini mimi nakwambia ni muhimu ujue kitu hiki? Pole, sitaki kupanua sana kwa sababu maudhui ni marefu, lakini kuna vitu paka niziweke sawa. Kila mtihani kwa mtu, huo ndio mlango wako. Sisi twakimbilia kutafuta milango ya watu wengine. Hapa mfano, tusikia mtu anakuambia kama yule mwenzangu aliyotamani nyumba kubwa. Tusikia mtu mwingine atakuja akwambia, wallahi Sheikh, natamani niwe na ilmu kama yako. Wewe waweza kuwa una kitu umpatiwa, mimi pia sina. Na huo ndio mlango wako wa kuenda wapi? Peponi. Watani wape dalili kutoka kwa Al-Allama At-Tabatabai ya haya maneno ninayowaambia katika Tafsirul Mizan. Na kuna siku kitambo katika mimbari hii niliwaambia maneno haya, lakini najua mmeyasahau. Al-Allama At-Tabatabai katika Tafsirul Mizan alipokuwa akifasiri, alikuja kukabiliana na aya mbili. Aya moja yazungumza sirat. Asema ukifuatilia Qur'ani yote, kila mahala Mwenyezi Mungu alipotumia neno sirat amelitumia kwa mufrad, yani kwa moja. Hakuna mahala ametumia kwa nini? Kwa jame. Inamaanisha sirati ni ngapi? Iko ya pili? Hakuna.
Lakini katika Qur'ani Mwenyezi Mungu amezungumza neno sabil mara nyingine kwa moja, mara nyingine kwa nyingi. Tupo vizuri sana? Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Moja ni sabil, nyingi ni nini? Ni subul. Sasa al-Allama Tabatabai auliza, barabara za Mungu ni moja ama ni nyingi? Mbona amesema subul? Kama ni moja, alikuwa kama vile alivyonena sirata wa anna hadha, sio? Na kule anganena walladhina jahadu fina lanahdiyannahum sabilana, lakini anena lanahdiyannahum subulana. Nafikiri mmenielewa vizuri sana. Katika kufasiri kuondosha tatizo hili, akasema barabara ziko aina ngapi? Kuna main road, kisha kuna na hizi matawi ya kuingia kwenye main road. Ile main road ni siratan, ni moja tu, lakini kuenda katika siratan mustaqima, kila mtu ataenda kwa sabili yake. Hunaka man yati ila sirati bisabili almal wa yunfiquna. Tupo vizuri sana? Ndio ile walladhina yunfiqun. Sasa wale wenye uwezo wa infaq wataingia peponi kwa infaq. Mimi na wewe tutakaa tungoje paka Mungu atupe mali ndio tutafute mlango wa pepo? Huo si mlango wako, usingangane kwenda kwa mlango huo. Wewe angalia umpewa mlango gani waweza kuutumia. Kuna wengine ampewa kile, amekuwa kilema yeye, kumbe kule kupewa kilema kwake ndio babu yake, ndio sabili yake ila siratin aitumie. Kuna mwingine amepewa mamlaka, kwa hivyo yeye sabili yake ila sirati ni nini? Ni mamlaka. Sote tunaenda katika siratan mustaqima, lakini barabara zinazotuingiza katika siratan mustaqima ziko tofauti. Nafikiri mmenielewa vizuri sana. Kwa hivyo sabili yako ni ule mtihani wako ambao haufanani na mwingine. Siku moja kuna baadhi ya masahaba walikwenda kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wakamwambia, ya Rasulullah, hawa jamaa matajiri wanatuumiza. Kivipi? Wasema innahum yusalluna, nahnu nusalli wa hum yusalluna, wa nasumu wa hum yasumuna, lakini innahum yuzakuna wa yunfiquna. Sisi hapo kidogo tunaona wanatuumiza, akaunti zao zinapanda full shekhe, kwa sababu tukija kwenye sala tunashuka sawa. Tukiweka 10 na wao naweka ngapi? 10. Tukiweka 20 na wao waweka 20. Lakini tukija kwenye masala ya sadaqa, sijui infaqi, sijui haji, sijui ziara, hizi sisi kidogo tuumia. Sasa tupe na sisi at least kuna mbadala. Tumekwambia upo mbadala gani? Akawaambia shikiliani kuzungumza maneno haya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Thawabu zake ni kama kutoa zaka, ni kama kwenda nini na nini. Jamaa akatoka akasema sasa sawa sawa, ikaliki ile habari. Matajiri wakafanya nini? Wakaipata na wao wakaanza kushika tasbihi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Jamaa delegation ikarudi kwa nani? Wasema, ya Rasulullah, jamaa wameipata ile habari bwana. Tumeambia sikilizani bwana, hayo ni mambo ya Mungu, yeye anagawanya fadhila zake vile atakavyo. Sasa mimi sijui nifanye nini yani. Sasa hii ni kukosa kufahamu. Usingangane kushindana na mwenzako. Wewe yako ni baiskeli, tumia zile tairi 2. Sawa? Wewe lori yako ni ya tairi 4 ya kubeba tani moja, beba tani moja. Lakini hiyo tani moja wewe yaweza kukupa income ya akhira. Nazungumza lugha za kibiashara. Yaweza kukupa income siku ya akhira ukijua kuitumia, kama yule mwenye miguu 10. Ni kujua tu. Sasa ni muhimu sana ndugu zangu, kila mtu
ajielewe. Na tukifahamu hivi, tutaondosha sana mambo ya hasadi, mambo ya nini, ya chuki. Kwa nini yule yuko na hiki mimi sina? Kwa nini? Kila mtu ako na chake, mwenzake hana. Suala la kimsingi taban lazima tuitupe kwa nguvu, kisha tutaijibu. Kwa nini Mungu naye atuletee matatizo haya? Kwa nini misiba katika ardhi? Kwa nini mitihani? Huoni wewe kwamba mambo haya yako kinyume na sifa za Mwenyezi Mungu? Sisi tukimsoma Mwenyezi Mungu katika Qur'an, tuambiwa Mwenyezi Mungu ni Rahman, Mwenyezi Mungu ni Rahim, Mwenyezi Mungu ni Hakim, Mwenyezi Mungu ni Adil, sio? Endelea mpaka mwisho, sifa zote hizi. Lakini ukija ukiangalia matatizo yaliyoko duniani leo, masaibu yanaowakumba watu yakasababisha hasara kubwa. Leo unaja hapa, sijui imeendeleaje, kuna moto mkubwa unaendelea California, mpaka wasema umetoka kwenye control mpaka sasa, na sijui umetia hasara gani. Kesho nasikia kumepiga mtetemeko wa ardhi huko, kesho sijui mafuriko kule India, sijui Pakistan, sijui Afghanistan, sijui Philippines, sijui kila aina zimbunga. Haya mambo ni vipi? Sasa kwa vijana leo, fikra za kutoka magharibi zaletwa sana, na kama nilivyowaambia juzi, hizi ni fikra za mwanafilosofi mmoja wa Kiingereza aitwa Hegel. Moja katika kukosoa kwake uwepo wa Mungu, yeye asema hakuna Mungu. Akiulizwa dalili moja, ametaja dalili kama 20 na kitu. Katika dalili moja ameitumia ya kukanusha hakuna Mungu ni utovu wa nidhamu katika ardhi. Waislamu watumia nidhamu iliyoko kwenye ardhi kuthibitishia kwamba kuna nini? Kuna Mungu, yaitwa burhanun nadhm, kwamba haiwezekani leo. Ukiangalia Mwenyezi Mungu alivyotuumba, alivyotuweka katika viungo vyetu, alivyozipanga zidole zetu, huu mpangilio mzuri namna hii, haiwezekani kuwa ni nature, ni sudfa. Lazima kuna nguvu yenye ilmu, yenye hikma ndio imeumba. Yeye asema kinyume mnavyodai nini, mimi nikiitizama ardhi naona utovu wa nidhamu, sio ni nidhamu. Akiulizwa vipi, asema hebu nifahamisheni, hii mitetemeko ya ardhi ni nidhamu ama ni utovu wa nidhamu? Hebu nifahamisheni, hizi zimbunga ni nidhamu ama ni utovu wa nidhamu? Hebu nifahamisheni, volkano hizi zinazopiga zikaangamisha vijiji ni nidhamu ama ni utovu wa nini? Wa nidhamu. Endelea sasa, akahisabu. Sasa hizi zinathibitisha uwepo wa Mungu ama hazithibitisha kutowepo Mungu? Taban msishtuke, amejibiwa kisawasawa na maulama wetu, amejibiwa na tutakuja kuyajibu inshallah. Pili, hata asema higa, tukikubali Mungu yupo, basi atakuwa huyu Mungu wenu hana hikma, hana uadilifu. Kwa nini atesa watu hivi ovyo? Watu hawana hatia. Vipi tutayajibu mambo kama haya? Tayaanza tu leo, tawawata katika wasiwasi mkubwa leo. Utanisamehe kwa sababu wakati umenimalizikia, lakini baki hapo, usitukue hatua ya mbele kama huna uwezo wa kuchukua hatua, mpaka tusaidiane, tushikane mikono. Majibu haya ameyajibu mwanafilosofi mkubwa wetu aitwa As-Sabzawari au Al-Hakimu As-Sabzawari. Asema ma laysa mawzunan li ba'dhin min naghami fa fi nidhami al-kulli kullun muntadhim. Kile unachokiona hakina nidhamu kwa mato yako, kwa mato ya watu wote kinaonekana kipo na nidhamu. Sijui mmemwelewa jamani? Yani amwambia Hegel, kile unachokiona wewe kama Hegel kwamba hiki ni kitu hakina, watu wengine wote, hiyo wewe peke yako waona tuko kwenye nidhamu.